Nimefika hapa eneo la Makutupora baada ya kupata taarifa ya ajali iliyohusu vijana wawili, mmoja wa darasa la kwanza na mwingine wa darasa la 5. Kwa bahati mbaya wa darasa la kwanza amepoteza maisha kwenye ajali hiyo. Na huyo darasa la 5 amepata tu mshtuko, lakini anaendelea vizuri. Na tumepata pia kuwasikiliza wananchi kwa maana ya maelekezo ya serikali yetu, maelekezo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna nafasi ya kuwasikiliza wananchi na unaona pale baada ya kuwasikiliza nao wana majibu kwenye changamoto hizi. Kwa hiyo kimsingi ni ajali ya barabarani inayohusu gari moja ya taasisi ya umma, gari ya magereza, na watoto walikuwa wanavuka kwenda shule. Kwa bahati mbaya nimetokea hiyo ajali na kuleta hayo madhara ya kifo pamoja na mahanga huyu mmoja. Tumetoa rai kwa wananchi kwanza kuendelea kuzingatia alama za barabarani, kuvuka maeneo sahihi ya kuvuka. Lakini pili, kujiepusha kwenda kwa mwendo wa kasi kwa wananchi ambao wao ni madereva pasina sababu yoyote. Unaweza ukaimagine ni saa 2 asubuhi, magereza yako jirani tu hapo, kama alikuwa anakimbia wapi. Ingawa wanachunguza, lakini kwa watumiaji barabara tu kwa ujumla wote muhimu tu kuendesha kwa kasi pasina sababu yoyote. Ziko sababu za kuendesha kwa kasi, una dharura, unapeleka mgonjwa, una dharura ya kuwahi ndege, kitu gani, huwa vinaeleweka vitu vya namna hiyo. Lakini otherwise matembezi tu ya kawaida, unaenda tu kazini, hakuna sababu ya kukimbia ovyo kwa barabarani. Magari ya madude ya vyuma yametengenezwa na wazungu, na mara zingine huwezi kuwa na hakika nalo, hata kama ulifanyia matengenezo jana, ulifanyia service jana, bado ni machuma tu, yanaweza kafeli wakati wote. Kwa hivyo mwendo wa kasi na uimara wa vyombo vyetu vya barabarani ni mambo muhimu pia kuyazingatia. Lakini kiupekee tumewataka tuwe watulivu wakati tunashirikiana na familia. Kwa bahati tumeweza pia kumuona Bwana Raymond ambaye watu wawili ni wakwake. Na tumefika pia nyumbani hapa ninapotoka saizi kwa fariji. Wapo kwenye mshtuko, lakini Mwenyezi Mungu naamini ataendelea kuwaimarisha. Na tumewahakikishia tu mashirikiano sisi kwenye serikali. Niliongea na mkuu wa mkoa kabla sijakuja. Kwa hiyo tutashirikiana nao kwenye kustiri huyo kijana, kile kwenye kumuuguza huyo ambaye ana mshtuko. Unajua haitakuwa changamoto kubwa. Lakini kwenye maziko haya na tutashirikiana. Kubwa kuliko yote, wananchi wametaka yeko matuta kwenye barabara. Mimi nafahamu kwa maana ya sheria, taratibu na nini, huwa kuna ugumu kidogo kuweka matuta. Lakini tumewataka watu wa jeshi la polisi pamoja na uongozi wa kata, lakini pia pamoja na serikali ya mtaa kukagua pamoja na watu wa TANROADS hichi kipande cha barabara kutokea unavyoingia Dodoma, kutokea wilaya ya Bahi, lakini mpaka unakaribia wajenzi wakague nafikiri kipande hicho kwa ujumla. Kwa sababu ni kweli hakuna matuta kwenye barabara yote, lakini baadhi ya highways hapo Dodoma zina matuta. Kwa hiyo hoja ya kusaidia kupunguza mwendo kwa matuta unaweza ukaielewa kwa sababu hiyo. Lakini pia hoja ya matukio haya kuwa mengi, na nadhani binafsi nimegusa hilo kwa matukio karibu la 8 sasa. Sasa hili linashtua, na kwamba huku nyuma walishafika TANROADS wakasema tunachukua tathmini. Nafikiri kwa unaangalia pia na wingi wa matukio. Nafikiri ni wakati sasa jambo hilo walifanyie kazi. Lakini kwa picha kubwa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan barabara hii anategemea kuipanua muda sio mrefu. Utafahamu tuna uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato hapo. Na juzi tulikuwa na ziara Mheshimiwa Waziri Ulega, na tulipokea taarifa kwamba barabara unaipanua kuwa njia 4, njia 2 zinatoka, njia 2 zinaingia, na hii ya zamani itakuwa ni ya mwendo kasi. Kwa hiyo kama kipindi hichi barabara finyu hivi tunakuwa na matukio haya, kaunti yake inaongezeka, lazima sisi tuwe proactive. Lazima tuwe na tahadhari ya kwamba siku moja patakuwa sasa barabara pana zaidi, na tusipochukua hadhari mapema hii changamoto itakuwa ikiongezeka kila uchao. Kwa hivyo nimewataka TANROADS wakafanya hiyo tathmini sasa ya kina na kuanza kuangalia options za sasa, lakini pia za baada ya upanuzi. Na option nyepesi kabisa imefanyika katika maeneo mengi pamoja na madaraja tu ya juu, pedestrian crossing zile za juu. Ziko ambazo ni economy za bei ndogo, ziko ambazo ni za bei kubwa.
Ile ya Ubungo pale zamani kuingia stand ya mkoa pale ilikuwa ni expensive. Lakini kule Manzese ipo tu ya aluminium, Mwanza ipo tu ya aluminium ya chuma. Kwa hiyo tunajua baadhi ya watumiaji wa vyombo vya moto kwa sababu moja ama nyingine hawako sawa sawa, ama papara tu ya maisha, sijui msongo wa mawazo niseme, matumizi ya vilevi, na wakati mwingine pia madawa ya kulevya, ingawa sina ushahidi moja kwa moja. Kwa hiyo tunataka pia polisi wa mara moja waanze utaratibu wa kuwapima hao wanaochukua mchanga huko, maana wanasema ni miongoni mwa wanaosababisha ajali katika maeneo haya. Kwa hiyo ni vyema wakaweka utaratibu ambao wanaofanya wao wenyewe kwa weledi mkubwa sana, kuweka roadblock hapo na kufanya ukaguzi, lakini pia kuweka torch zile za kuangalia speed. Hiyo ni speed limit ya 50 kwa eneo kubwa la barabara hii, lakini magari mengi watu tunaona yakikimbia, na kwa sababu pia hakuna matuta. Kwa tuambia waweke hizo torch, lakini wasikae tu station sehemu moja, inavyowezekana waweze kuhamahama. Tumeanza mradi wa kufunga kamera za usalama kwenye mji wetu, na moja majukumu yake pia ni kuangalia barabarani. Kwa bahati kwenye awamu hii ya kwanza ambayo ilikuwa ni pilot, tumefunga kamera 106 kwenye jiji la Dodoma, katika maeneo mbalimbali pamoja na kwenye barabara. Bado tulikuwa hatujafika huko kwenye maeneo ya Veyula, Msalato, lakini pia na kwenye Outer Ring Road. Kwa hiyo ni baada ya muda mchache kwa kweli itakuwa matukio kama haya unayadhibiti. Actually afisa akiwa amekaa tu kwenye jeshi la polisi pale kwenye dashboard, akiangalia nani amevuka, kama ni sehemu ina speed limit hiyo ya 50 mtu kavuka pale na 100, manake akiwa ofisini kule hiyo gari inaweza kaandikiwa fine pasina kuonana na huyo aliyefanya hilo kosa. Lakini mwisho wa mwezi akaletewa tu bili nyumbani kwake au ofisini kwake, au akapelekewa tajiri kwamba gari yako siku fulani na siku fulani na siku fulani ilivuka katika speed zone pengine ya 30 au ya 50 kwa speed hii, na kwa hiyo na jumla ya fine ya kiasi fulani ambayo unadaiwa sasa uilipe. Tunaamini kwa kufanya hivyo kama ambavyo serikali imefanya katika maeneo mengi ambayo ilikuwa ni changamoto, baada ya kuweka mifumo changamoto hizo zimekufa. Tutaweza kuona pia hata ambayo wanasema wakati mwingine gari sijui ya kiongozi, gari sijui ya afisa, gari sijui inafanya matukio haya fana, wanakuwa wachukuliwa hatua. Kuna wakati sasa ushahidi ukipindishwa huwezi kuchukua hatua, lakini hapo kuna ushahidi sasa ambao ni wa kuaminika kwenye serikali yenyewe, au ni mtu wa serikali ama sio wa serikali. Kwa hiyo kupindisha haki za wananchi wetu. Nafahamu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni muumini sana wa haki jinai. Kwa hiyo katika hili sisi tujielekeza kulitekeleza ili pia kujibu kiu ya Mheshimiwa Rais, tutende haki katika nafasi zetu hizi, na hata wale ambao wanatekeleza majukumu yao mbalimbali, wana haraka wana nini, wanapotokea wamekosea, ni kweli gari ya chombo ilikuwa inawahi pengine kitu fulani imetokea changamoto, basi wawajibike tu. Ni bahati mbaya itaonekana ni maksudi, basi pia wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria.